Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani inapanga hatua mpya za kijeshi dhidi ya miundombinu ya Iran iwapo mazungumzo yatashindwa. Taarifa kutoka shirika la habari la CNN. Chaguo la mashambulizi katika miundombinu ya nishati ya Iran, kama Trump alivyosema, ni moja kati ya machaguzi muhimu yanayotajwa na jeshi la Marekani, na kwamba jeshi hilo linatishia na liko mezani kwa ajili ya kushinikiza Tehran kukubali makubaliano ambayo rais wao Donald Trump anayatengeneza. Maafisa wa kijeshi wa Marekani wameanza kupanga mashambulizi dhidi ya miundombinu na uwezo wa Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz iwapo usitishaji wa mapigano utaanguka, CNN inaripoti ikinukuu vyanzo vingi vinavyofahamu suala hilo. Kulingana na vyanzo, chaguzi zilizopangwa ni pamoja na mashambulizi ambayo yatalenga uwezo wa Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz, Ghuba ya Arabia ya Kusini na Ghuba ya Oman. Hii itajumuisha mashambulizi ya Marekani kwenye boti ndogo za mashambulizi ya haraka ya Iran na vyombo vya kuchimba makombora yaliyozikwa baharini, kati ya mali zingine za majini. Walakini vyanzo vingi ikiwa ni pamoja na wakala mkuu wa meli alionya CNN kwamba mashambulizi ya kijeshi kwenye mlango wa Hormuz hayana uwezekano wa kufungua tena mkondo wao wenyewe, isipokuwa unaweza kuthibitisha bila shaka kwamba 100% uwezo wa kijeshi wa Iran umeharibiwa au karibu, na uhakika kwamba Marekani inaweza kupunguza hatari kwa uwezo wetu itafikia jinsi rais wa Marekani Donald Trump alivyo tayari kukubali hatari na kuanza kusukuma meli kwenye mlango wa bahari. Chanzo kimoja kinachofahamu mpango huo kiliambia CNN. Mpango huo kwa sasa unaratibiwa vema na jeshi la Marekani CENTCOM, lakini pia wakati huu Marekani kizidi kuongeza meli nyingine ya kijeshi ya USS H.W. Bush ambayo inaelekezwa huko Mashariki ya Kati kwa ajili ya mapambano zaidi. Meli hiyo inatajwa kwamba ipo katika eneo la Bahari ya Hindi kwa ajili ya utekelezaji wa misheni ya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Marekani inapanga kushambulia mitambo ya nishati pia ya Iran, ambapo pamoja na makamanda wa IRGC. Kauli iliyotolewa na rais wa Marekani wakati huu ni kwamba kwanza kwa kipindi hiki ni kushambulia wanajeshi pamoja na boti zao ambao watakuwa wakishambulia meli za mafuta ambazo zitapita katika mlango wa Hormuz. Lakini kadhalika jambo la pili ni kuhakikisha wanajipanga vema ikiwa mazungumzo yatashindikana kwa ajili ya vita vikubwa zaidi. Vinginevyo, vyanzo viliongeza kuwa chaguo la kugonga miundombinu ya nishati ya Iran kama Trump alivyokuwa ametishia hapo awali bado iko mezani kama njia ya kushinikiza Iran kukubali makubaliano. Bila kujali, kushambulia miundombinu kama hiyo kungewakilisha kuongezeka kwa utata katika mzozo, maafisa wameonya. Chaguo la tatu la mezani ni kuwalenga viongozi wa kijeshi wa Iran na wazuiaji. Marekani inaamini kuwa wanakwamisha mazungumzo, kulingana na moja ya vyanzo ambaye aliendelea kuorodhesha kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC Ahmed Vahid, ambaye naye anapaswa kulengwa mara moja kwa sababu ya kiusalama na operesheni. Hatujadili harakati za siku zijazo au za dhahania, afisa wa idara ya ulinzi aliambia CNN alipoulizwa kuhusu upangaji wa malengo hayo. Jeshi la Marekani linaendelea kutoa chaguzi za rais na chaguzi zote zinabaki kuwa mezani, lakini pia jeshi linatazama ni kipi ambacho kitakuwa rahisi kuanza nacho na ni kipi ambacho kitafanikiwa zaidi kwa mujibu wa kile ambacho rais Trump ataweza kukipanga akishirikiana na jeshi lake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.